Tutajifunza kupitia Turejea Asili, kipindi chetu cha asili. Tunazungumzia sana asili. Leo tutajifunza kitu kidogo kidogo, maarifa kidogo tutapata. James Clear anasema tabia ndogo ndogo, yani tabia ukiwa unazisikia mara kwa mara, wakati mwingine mazingira yanaweza kukufanya ukaadapt. Sasa kuna kitu kinaitwa nguvu, bila shaka kila mmoja anaijua. Tunaita energy, kwenye universe tunaita nguvu. Huu mti unaoona hapa, huu mti una good energy, yani una nguvu nzuri. Kwa hiyo kuna namna fulani unapokuwa huu mti ukizungumza, kuna wakati unakusikia, yani unaweza kuzungumza na huu mti pia ukakusikia, lakini kuna namna pia ya kuzungumza nao. Nafikiri awamu inayokuja tutajifunza, lakini leo tujifunze, hiyo sio point ya leo. Leo ni kwamba tujifunze huu mti unatakiwa unakuwa peku, unafika hapa kwenye huu mti unaukumbatia. Sisi wanadamu huwa tunakutana na bad energy sana. Yaani tunakuwa tuna energy nyingi sana ambazo ni mbaya. Kwa hiyo unakuwa hapa chini pana umeme na huu mti umeenda ground kwenye universe. Kwa hiyo ukifika hapa unaukumbatia huu mti hivi. Ukiukumbatia hivi, nini maana yake? Yaani ukifanya hivi, maana yake ni kwamba nguvu nzuri ambazo zipo kwenye huu mti zinakuja kwako na nguvu mbaya ambazo zipo kwako zinaingia kwenye huu mti. Hii miti ni viumbe, inasikia. Hii miti ina nafsi, inasikia vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna namna ya kuzungumza nao. Ndio maana ulikuwa unasikia zamani wazee wanasema wao tunaenda kutambika na nini, wanaenda wanazungumza na ulimwengu. Walikuwa wanazungumzaga na ulimwengu. Ni mambo ya kilimwengu. Karibu sana ulimwenguni tujifunze zaidi. Kwa hiyo kuna wakati tutajifunza kanuni ya kuzungumza na vitu visivyo ambavyo wewe unahisi havisikii. Sababu hii ardhi ukizungumza nayo pia inakusikia. Hapa unavua viatu, ukivua viatu unaushika hivi huu mti unakumbatia kabisa, ina maana unafanya change up za energy. Energy inazidi kubadilika kutoka kwenye mti kuja kwako. Unakuwa umejiconnect. Lakini lazima uwe connected na universe. Sababu kitu ambacho nitakiwa ujue, huu mwili kuna namna unaoconnect na ulimwengu. Ulimwengu unakuwa unakusikia. Ndio maana unaambiwa kuna sheria inasema dunia imejaa utoshelevu. Yaani nikikwambia dunia imejaa utoshelevu, bila shaka utakuwa unanielewa kwamba chochote unachohitaji kwenye ulimwengu una uwezo kukipata. Ndio maana kwa nini nasema hivi? Ndio maana unakuta siku wewe unapokwenda kununua gari ya ndoto zako, kuna mtu gari ya ndoto yako hiyo anakwenda kuikata scraper. Kuna siku wewe unapotoka nyumbani kwa wazazi wako kwamba anakwenda kupanga, ndio siku hiyo kuna mtu anatoka kwenye nyumba ile ya kupanga anakwenda kwenye nyumba yake. Kuna siku mtu anaona hii ndo nguo yake ya ndoto zake, ndo anainunua pale dukani. Kuna mtu ndo hiyo siku anaichukua nguo na kuwa tambala la deki. Kwa hiyo dunia imejaa sana utoshelevu. Ndio maana hii sheria ya utoshelevu imeenda mbali zaidi, kwamba ikiwa upo hapa unaweza ukafika Dar es Salaam, ukiwa hapa unaweza ukafika Morogoro, ukiwa upo hapa nilipo unaweza ukafika sehemu fulani. Nini kinafanyika? Unaenda kabla ya kufika. Na ndio maana unakuta asilimia kubwa ya wale ukiwasikiliza vizuri, either mechi inacheza Simba na Yanga au either mabondia wanakwenda kupambana, ukiwasikiliza vizuri anakwambia mimi ni mshindi, hakwambii mimi nitashinda. Nini maana yake? Anakuambia kwenda kwenye pambano kashashinda kabla hajafika kwenye pambano. Na hivi ndivyo inavyotakiwa. Usipende sana kuwa unakili udhaifu. Kwa hiyo kabla ya kufika sehemu unapokwenda, utakuwa tayari umeshafika unapokwenda, lakini bado hujatoka ulipo, lakini unakuwa umeshafika. Nini maana yake? Unapoenda kupambana, unapokwenda kutafuta pesa, una tayari pesa unayo kabla hujaishika. Nini? Tengeneza thamani. Ukitengeneza thamani, nina imani kubwa kwamba tutafika mbali zaidi. Lengo na dhumuni la vipindi hivi ni kwamba sisi vijana tubadilike, tujitambue, lakini pia kuna makomeo ambayo tutajifunza wakati ujao kwamba tufanye nini ili tuweze kuingia sasa ulimwenguni. Maana kuna milango imefungwa. Mmoja ya milango ambayo ipo ni pamoja na hasira, hofu. Yaani hivi ni vitu ambavyo, wivu ni vitu ambavyo vimefunga. Na ulimwengu hauhitaji hivyo vitu. Ulimwengu unataka yani upendo. Tunasema joy, peace, love, enlargement. Thank you. Kwa leo naomba tuishie hapa. Tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Endelea kutufuatilia kwenye akaunti zetu za TikTok, Instagram pamoja na YouTube. Thank you.